Nitumie fursa hii kuweza kuwajulisha na kuwahabarisha wananchi wa mkoa wa Songwe, lakini na wadau mbalimbali wa maendeleo wa mkoa wa Songwe na wale walioko nje ya mkoa wa Songwe, kwamba kama tunavyotambua nchi yetu hivi karibuni imekamilisha mchakato wa maandalizi ya dira ya maendeleo ya taifa ya 2050 ambayo imeweka malengo ya kuweza kulipeleka taifa letu kwa nchi yenye uchumi wa kati wa juu ifikapo mwaka 2050. Lakini tayari pia kwa upande wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tayari wameshapitisha mpango elekezi wa muda mrefu wa utekelezaji wa dira ya maendeleo ya taifa, lakini pia wamepitisha mpango wa miaka 5 wa utekelezaji wa dira ya maendeleo ya taifa. Na mafanikio ya utekelezaji wa dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2050 inategemea kwa kiwango kikubwa sana kasi na spidi ambayo tutakayoanza nayo katika utekelezaji wake katika kipindi cha miaka 5, kama ambavyo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan alielekeza wakati akifanya zoezi la uzinduzi wa dira ya maendeleo ya taifa mwaka jana, uzinduzi uliofanyika katika mji wa Dodoma. Na katika dira ya maendeleo ya taifa 70% ya utekelezaji wake unategemea sekta binafsi na 30% ndio inategemea serikali kuu pamoja na taasisi zake kuhakikisha kwamba utekelezaji wa dira ya maendeleo ya taifa unafanikiwa. Lakini hali kadhalika ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2030 imeielekeza serikali kutengeneza mazingira bora kuweza kuvutia uwekezaji na kuweza kukuza uchumi wa nchi yetu ili kuweza kuondoa umaskini. Sasa katika utekelezaji wake kwa upande wa mamlaka ya uwekezaji na maeneo maalumu ya kiuchumi, yani TISEZA, imebeba dhamana kubwa sana kuhakikisha kwamba wanasukuma mbele ajenda ya kuvutia uwekezaji kwa maana ya uwekezaji wa ndani, lakini pia kuvutia wawekezaji wa nje. Na kazi kubwa imefanyika chini ya rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kuweza kuifungua nchi yetu, kuweza kuvutia uwekezaji, na mafanikio yake yameweza kuonekana katika kipindi cha miaka 5 ya uongozi wake akiwa kama rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa katika kuongeza spidi ya kuweza kuvutia uwekezaji, lakini katika kuongeza kasi ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, lakini kuongeza kasi ya utekelezaji wa dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2050, mamlaka ya TISEZA, wenzetu wa TISEZA wameandaa kampeni maalum ambayo inalenga kuweza kuhamasisha Watanzania, lakini kuelimisha Watanzania juu ya kufanya uwekezaji, kwa sababu kwa muda mrefu sana kumekuwa na dhana na tafsiri sio kwa sahihi kwamba swala zima la uwekezaji basi ni kwa wawekezaji tu wa nje pekee. Kwa hiyo kuna Watanzania wengi ambao wana uwezo wa kufanya uwekezaji, lakini wamekuwa wakirudi nyuma katika kufanya uwekezaji kwa kutofahamu na kwa kutokuwa na uelewa wa kutosha juu ya tafsiri halisi ya uwekezaji. Sasa TISEZA wameamua kuandaa kampeni maalumu ya kitaifa. Lengo ni kuelimisha Watanzania juu ya uwekezaji, lakini kueleza fursa ambazo zinazotolewa na TISEZA, kwa maana zile incentives ambazo zinazotolewa na TISEZA kwa wale watu ambao wanaamua kufanya uwekezaji. Na kesho watakuwa katika mkoa wetu wa Songwe kwa ajili ya kuweza kukutana na wafanyabiashara, kuweza kukutana na wanahabari, kuweza kukutana na wadau mbalimbali wa maendeleo kwa ajili ya kuweza kutoa hii elimu ambayo wamepanga kuitoa. Lengo ni kuweza kuhamasisha watu waweze kuwekeza na kuweza kuongeza kiwango cha Watanzania ambao wanafanya uwekezaji katika nchi yetu ya Tanzania, lakini hasa katika pia mkoa wetu huu wa Songwe. Na kama tunavyotambua kwamba mkoa wetu wa Songwe ni miongoni mwa mikoa ambayo ina fursa nyingi sana za uwekezaji.
lakini ni mkoa wa kimkakati sababu tunapitiwa hapa na barabara kuu inayounganisha kati ya Tanzania na Zambia. Lakini mkoa wetu unapakana na nchi mbalimbali za ukanda wa SADC, lakini ni lango la kuelekea kwenye nchi za SADC. Na kwa takwimu za hivi sasa, mzigo ambao unaingia kupitia bandari ya Dar es Salaam kwenda katika nchi mbalimbali za SADC, 75% ya shehena kutoka kwenye bandari ya Dar es Salaam ambao zinakwenda nje ya nchi unapita katika mkoa wetu wa Songwe. Lakini mkoa wetu wa Songwe pia unapakana na mikoa mbalimbali ambayo wanategemea kutumia barabara yetu hii kwenda katika maeneo mengine muhimu ya nchi yetu kama vile Dodoma, Dar es Salaam, lakini pia kuelekea katika mikoa yao. Kwa ni mkoa wa kimkakati ambao ukiwekeza una uhakika wa kuweza kupata manufaa na kuweza kupata tija na faida kutokana na uwekezaji ambao ulioufanya. Tunayo fursa kubwa sana ya uwekezaji katika sekta ya kilimo. Mkoa wa Songwe ni miongoni mwa mikoa ambayo inategemewa katika uzalishaji wa chakula. Kwa hiyo tuna fursa kwenye eneo la uzalishaji wa mazao ya kilimo, tuna fursa kwenye eneo la uchakataji na kuongeza thamani mazao ya kilimo. Tuna fursa kwenye maeneo ya viwanda na biashara, tuna fursa kwenye eneo ya sekta ya madini, lakini tunazo fursa zingine nyingi sana ambazo bado zinahitajika watu waweze kuwekeza. Kama tunavyojua kwamba mkoa wetu sisi ni mpya, kwa bado kuna fursa za uwekezaji kwenye ujenzi wa mahoteli, kumbi za mikutano kwa ajili ya kufanya shughuli mbalimbali za kimkoa, lakini na shughuli zile za kitaifa. Lakini katika kuendana na maelekezo ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhusiana na kutenga maeneo maalumu ya uwekezaji, kongani za viwanda, mkoa wetu wa Songwe tayari umetenga maeneo yapatayo 16 yenye hekari zipatazo 4204, na kati hekari hizi tayari zaidi ya 70% tayari maeneo hayo yamepimwa na yametengwa kwa ajili ya kufanya uwekezaji kwenye sekta ya viwanda. Lakini sasa hivi kazi ambayo tunaoifanya na kuhakikisha kwamba maeneo yote haya sasa tunapeleka miundombinu ya umeme. Yako maeneo mengine tayari tumeshafikisha miundombinu ya umeme, tumeshafikisha maji, lakini barabara tayari zimeshafika katika maeneo hayo, na maeneo mengine yaliyosalia tunafanya kazi kubwa sana kuhakikisha kwamba tunapeleka hizi huduma zote wezeshi kwa ajili ya kurahisisha shughuli za kiuwekezaji ikiwemo umeme, maji pamoja na miundombinu ya barabara. Lakini pia ndugu wananchi, kwa mkoa wetu pia miongoni mwa shughuli ambazo zinaenda kufanywa na wenzetu wa TISEZA ni kuweza kufungua ofisi maalum kwa ajili ya kuweza kutoa huduma za kiuwekezaji. Kwa hiyo wale wadau wote ambao wanataka kuwekeza katika mkoa wetu wa Songwe hawatakuwa na ulazima wa kusafiri umbali mrefu kwa ajili ya kwenda kupata huduma hizi. Watakuwa wanapata huduma hizi katika ndani ya mkoa wetu wa Songwe, na zile tu ambazo zitahitajika kusafiri ndo wanaweza kusafiri, lakini asilimia kubwa ya huduma hizo watazipata ndani ya mkoa wetu wa Songwe. Kwa hiyo naomba nitumie fursa hii kuweza kuwaalika wafanya biashara wote, kualika wadau wa maendeleo, kualika wananchi kuweza kushiriki katika jukwaa hili la uhamasishaji wa fursa za uwekezaji na uwekezaji wa ndani kwa wazawa, ili tuondokane na ile dhana kwamba uwekezaji ni kwa ajili tu ya wawekezaji kutoka nje. Kumbe sisi wenyewe wa Tanzania tuna uwezo wa kuwekeza, na kipaumbele kwa kiasi kikubwa kinatolewa kwa Tanzania, kwa sababu tunapojenga uwezo wa Watanzania kuweza kumiliki uchumi wa nchi yao, manake ndipo tunapoweza kutengeneza Watanzania wengi zaidi wanaoweza kumiliki uchumi kwa kiwango kikubwa na wakaweza kutoa mchango mkubwa kwa maendeleo ya taifa letu. Kwa hiyo niwakaribishe kuweza kushiriki katika jukwaa hili ambalo litafanyika kesho katika ukumbi wa ofisi ya mkuu wa mkoa wa Songwe. Kampeni hii ya uhamasishaji kwa wawekezaji wa ndani inasema unawezeshwa kuwekeza kwa kupewa unafuu wa mtaji.